Unamjua ng'ombe? Ng'ombe akishatoa maziwa toshayo kulisha familia nzima urejea katika malisho yake taratibu. Unamjua kuku? Kuku akishataga imoja upiga kelele ili kila mtu ajue. Je, yai hilo alilotaga laweza kutosha hata kwa mlo wa mtu mmoja? Jibu ni hapana, halitoshi. Nini maana yake? Katika maisha kuna watu aina mbili. Kuna wale wanaofanana na ng'ombe na wale wanaofanana na kuku. Mtu anayefanana na kuku akikusaidia akifanya jambo hata kama ni dogo sana, atasema kila mahali ili watu wote wajue jambo hilo, kama ni kazini, msikitini, kanisani. Hata hakikisha anajisifu sana na kuisambaza habari ile kwa watu wengine ili kila mtu ajue. Kuna watu walisaidiwa na hawa watu wenye tabia ya kuku, baadaye wakaishia kuumizwa mioyo yao baada ya kusambaza kwa habari yao. Yaani mtu anakusaidia baadaye anaenda kukutangaza, yule alikuwa na shida, nimemsaidia mimi. Yule asingepata kazi kwa ajili yangu. Yule mke wake walitaka kumgongea, anishukuru mimi hapa nimemsaidia. Yule alikopa mkopo akashindwa kurudisha, anishukuru mimi tu hapa nimemlipia zile milioni 2, la sivyo angechukuliwa nyumba yake na gari yake. Da, mtu mwenye tabia ya kuku akitoa msaada hata kwenye kituo cha watoto yatima au akisaidia maskini, anatamani aje na waandishi wa habari. Yote ni kutaka makuu, na hii ipo sana kwa wasanii wetu hapa Bongo. Fuatilia utaona. Kuna watu wenye tabia ya ng'ombe, akikusaidia hata kama ni jambo kubwa sana kiasi cha kushindwa kumlipa fadhila, hawezi kukusema na hataki watu wajue. Furaha yake ni kukuona unavuka salama na unafanikiwa. Watu wa namna hii hupata thawabu kubwa sana, maana wanatumia misaada yao sio kujinadi. Tamani kuwa na tabia kama hii ya kusaidia watu bila kujitafutia utukufu. Nimekwambia wewe kuku kawaambiwa kina fulani wajifunze kwa ng'ombe. Jiwe gizani. Samahani sana kama nimekukwaza.